na kanisa lake, lakini yanahusu nyinyi pia. Kila mume lazima ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, naye mke anapaswa kumstahi mumewe. Bwana asifiwe. Hilo ni neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaenda kulizungumzia leo, ili tuweze kuelewa kuhusu maisha mapya katika ndoa ama katika mke na mume. Kwanza kabisa ndio tuelewe, lazima nataka tuangalie chanzo cha mume na mke, ndio tuweze kuelewa. Ndio sasa tuanze hapo. Nataka tuangalie katika kitabu cha Mwanzo ni 2 kuanzia 15 ndio tuelewe. Tunaona baada ya uumbaji kuna siku 6 zilikuwa za uumbaji, ambapo tunaona mwanaume na mwanamke wakiumbwa. Na nikitukuza kuanzia 15 nasema, basi Mwenyezi Mungu akamtoa huyo mwanamume akamweka katika bustani la Edeni ailime na kuitunza. Mwenyezi Mungu alimwamuru huyu mwanamume, waweza kula matunda ya mti wote katika bustanini, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo hakika utakufa. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, si vizuri huyu mwanamume kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Basi kutoka katika udongo Mwenyezi Mungu akaumba kila mnyama wa porini na kila ndege wa angani. Alafu akamletea huyo mwanamume aone atawapa majina gani. Na majina aliyowapa viumbe hao yakawa ndiyo majina yao. Basi huyo mwanamume akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, wanyama wa porini na ndege wote wa angani. Lakini hakupatikana msaidizi yeyote wa kumfaa. Basi Mwenyezi Mungu akamletea huyo mwanamume usingizi mzito. Na alipokuwa usingizini akatoa ubavu wake moja na kupafunika mahali pale kwa nyama. Na huo ubavu Mwenyezi Mungu aliyoutoa kwa yule mwanamume akaufanya kuwa mwanamke, akamleta kwa huyo mwanamume. Ndipo huyo mwanamume akasema, naam, huyu ni mfupa kutoka mifupa yangu na nyama kutoka nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa katika mwanaume. Ndio maana mwanaume umwacha baba yake na mama yake, akaambatana na mkewe, nao wawili huwa mwili mmoja. Huyo mwanaume na mkewe wote walikuwa uchi, lakini hawakuona haya. Hicho ama ndicho chanzo cha mwanadamu kuwepo, chanzo cha mwanaume na mwanamke kuwepo katika ulimwengu ama duniani. Sasa tunaona Mwenyezi Mungu akiangalia akaona yule mwanaume, akaona alikuwa na huzuni, akasema nimfanyie msaidizi ambaye anamfaa. Kwa hivyo hapo ndio tunaona mwanamke akipatikana na mwanaume akipatikana. Sasa katika funzo la leo tunataka kuona kati ya hao wawili sasa kila mtu tuone jukumu lake katika maisha ya ndoa, ndio tuweze kuelewa. Kwa sababu tukielewa na jukumu kila mtu mmoja katika familia, kila mmoja wetu akielewa na jukumu lake katika ndoa, hakika tutaishi maisha mazuri. Kwa sababu Mungu tangu mwanzo alitupangia maisha mazuri. Kwa sababu anaona mwanaume si vizuri huyu mwanamume kuwa peke yake. Aliona sio vizuri mwanaume kuwa peke yake. Na baada ya kupewa wale wanyama wa porini, ndege na vyote alivyopewa ndio apive majina, akaona Mwenyezi Mungu akaona hakuna chochote ambacho kimefaa ule mwanamume. Na ndio sasa akaweza kumfanyia mwanamke kwa njia hiyo ya kutoa ubavu moja ama ubavu wake. Sasa tuangalie katika Waefeso hiyo sasa 5 kuanzia hapo 21 tukiteremka. Kwa sababu sasa tumeshajua chanzo cha mwanamume na mwanamke. Sasa Mwenyezi Mungu anapanga mipango ya kila kitu ama kila jambo. Tunaona sasa hapa kuna jukumu zile ambazo tumepewa, ndio tuwe na mwelekeo.
watu wawili hawezi kutembea pamoja bila kupatana kwanza. Amen. Kama wewe ni mume na mke ndio muweze kuwa pamoja. Mwenyezi Mungu ametupa mwongozo jinsi tunastahili kuishi katika maisha mapya katika ndoa. Kwa sababu kila mtu kuna ile jukumu lake amepewa. Mimi naona mpango wa Mungu alitaka watu waishi kwa amani. Kwa sababu ukielewa na jukumu zako katika ndoa, ukiwa mke na ukiwa mume na hata wewe ukiwa mume uelewe na jukumu zako, mambo yataenda vizuri. Na ile ndoa itakuwa ndoa ya amani na furaha. Soma kidogo katika tagusia kwanza Mhubiri kidogo. Katika Mhubiri 9 mstari wa 9 inasema, furahia maisha pamoja na mke wako umpendaye muda wote wa maisha yako ya bure ambayo Mungu amekujalia hapa duniani, maana hilo ndilo ulilopangiwa maishani katika kazi zako za hapa duniani. Yaani huyu ni mume ama ni familia. Kwa sababu unaambiwa furahia maisha na mke wako. Huyu ni mume ama ni maisha ya mke na mume. Na tuwezi kufurahia maisha ya ndoa kama atuelewi jinsi tunastahili kuishi ama bila kuelewa na jukumu ya kila mmoja wetu katika maisha ya ndoa. Na ndio sasa tunaona katika Waefeso 5, nataka tuzungumzie kuhusu wake. Tuone jukumu lao katika maisha haya ya ndoa. Tunaambiwa katika hapo 21, tuanze hapo. Kila mmoja amstahili mwenzake kwa sababu ya heshima mlio nao kwa Yashua. Hapo tunapozungumza kuhusu maisha ya ndoa ya mke na mume, tunazungumzia kuhusu wale ambao wamekwisha mjua Mesia. Amen. Kwa sababu maneno yaliyo hapa ni sisi yanatuonya sisi ambao tunamjua Mesia. Kwa sababu tunapewa mwongozo. Kwa sababu tulishamjua Mesia, tumejifunza kutoka kwake na hata tumejifunza kutii. Ndio sasa tunapewa mwongozo, tunaambiwa tuwe na heshima, tunyenyekeane katika mmoja na mwingine. Amen. Tunaambiwa na ndio tunaambiwa umfikirie mwenzako kwanza kwa heshima. Ndio tunaambiwa umstahili mwenzako kwa heshima kama vile Yashua. Kwa sababu ile heshima tunampea. Sasa tushafunzwa tukamjua. Na ile heshima tuwe na hiyo heshima hata katikati yetu kama mke na mume. Wake watii waume zao kama kumtii Bwana. Ukweli ni kwamba tumeshafundishwa kuhusu Yashua na tunajua pia jinsi ya kumtii. Kuna ile heshima tunampea. Kama ukitii mtu ni kumaanisha unamtambua. Mesia tunamtambua. Mungu wetu tunamtambua kwa sababu ndio kila wakati tunanyenyekea mbele zake na kumtii na kushika yote. Kwa sababu tunamjua na tumefunzwa kuhusu jinsi ya kutii. Naye pia hapa tunaambiwa wake na wao watii waume zao kama vile kumtii Bwana. Hivyo unamheshimu Yashua. Hivyo unamtii. Hivyo huwa tunanyenyekea ama sasa naongea kuhusu wanawake saa hii. Hivyo huwa unanyenyekea mbele ya Mesia. Ndio naambiwa pia uwe mtu wa kutii na kunyenyekea mbele ya mume wako. Hayo sio maneno yangu ama yetu, bali ni mwongozo ambao tumepewa na Mungu. Maana mume anayo mamlaka juu ya mkewe. Tunaambiwa mume ana mamlaka juu ya mumewe. Mume ana mamlaka juu ya mke wake. Kwa sababu mara mingi unaona katika familia kuna mashindano sana. Amen. Kila mtu akitafuta mamlaka ama uongozi, akitaka kutawala. Na katika mambo kama haya unaona kuna ule msukumano. Amen. Kuna mapambano, vile kusema ukweli, si ndio? Kuna mapambano katika maisha ya ndoa.
kwa sababu watu hawaelewi na jukumu zao. Lakini vizuri, Mungu ameleta neno lake leo ili tuweze kupata ukweli ulivyo ndani yake, ndio tuweze kuelewa. Tumesema maneno yameandikwa kwa uwezo wa Mungu ili atufunze ukweli. Ni vizuri tujue ukweli ulio ndani yake. Tunaambiwa ya kwamba wake na watii waume zao kama vile kumtii Bwana. Sasa swali iko hapa. Na je, wale sasa hawatii waume zao hata Bwana wanamtii? Kwa sababu yale mambo huwa tunatenda katika maisha yetu ya kila siku yanasema zaidi vile tulivyo ndani mwetu. Kwa sababu hata usiku tulikuwa naambiwa kile kinachotia mtu najisi sio kile ambacho kinapitia kwa mdomo. Amen. Ni kile hutoka ndani yake. Kwa sababu kile yale huo unatenda, yale mazao. Wewe ni mti wa aina gani? Kwa sababu unapopanda mti kama umepanda mti wa makorofia, si unatarajia makorofia zitoke hapo ndani, si ndio? Lakini sasa tunaambiwa tuwatii waume zetu vile tunavyotii. Kwa sababu tumefunzwa kuhusu kutii. Nafikiri kwetu isipokuwa tu watu ukosea kwa sababu hawajui maandiko matakatifu ama nguvu ya Mungu ndio tunakosea. Lakini tangu sasa nashukuru Mungu kwa sababu amepeana nafasi hii ili tuweze kujua ukweli ulio ndani kuhusu wanawake na wanaume katika maisha ya ndoa, ili tuwe na heshima, kwa sababu tukiishi kwa heshima tutaweza kuwa na ndoa nzuri sana. Maisha yetu tutayafurahia kama vile tumeambiwa pale, furahia maisha yako na mke wako umpendaye, kwa sababu hayo ndio Mungu ambao ametupangia. Mwenyezi Mungu anasema asipojenga nyumba waijengao wanafanya kazi ya bure. Kujenga nyumba ni kujiwachilia kwake, kwa sababu tukishatimiza yale ambao amesema ama anataka, si mengine atafanya. Kwa sababu mara mingi tunaambiwa fanya ile iliyo yako. Ikiwa ni kutii, ukiwa mke wa mtu, wewe fanya mambo ya kutii. Amen. Amen. Mengine wachia nani? Kwa sababu wewe ukishafanya jukumu lako, mengine wachia Mungu. Kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya kanisa, naye kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya kanisa, naye Kristo mwenyewe ulikomboa kanisa na mwili wake. Kama vile kanisa linavyomtii Yashua, vivyo hivyo wake na watii waume zao katika mambo yote. Amen. Amen. Kama vile kanisa linavyomtii Yashua. Ukweli ni kwamba tunamtii, si ndio? Kwa sababu tumeshamuelewa na tumejifunza kutoka kwake. Tumeshajua mapenzi yake, vile anavyopenda. Maana kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Amen. Naye kumcha ni kumtii, ni kumtambua, ni kutenda kama apendavyo. Na tunaambiwa kama vile kanisa linavyomtii Yashua, vivyo hivyo wake wawatii waume zao katika mambo yote. Hapo tunaambiwa tuwe ama wanawake tunaambiwa ya kwamba tuwe watu wa kutii katika mambo yote. Mtu ambaye amemjua Mesia ni mtu amebadilishwa, mambo yanakuwa mapya. Maandiko yanasema ya kwamba katika Tito, kila kitu ni safi kwa hao walio safi. Na kama ni wanaume nanyi msio watu wa kutumia kifua, kwa sababu mawazo yetu najua ni safi. Amen. Kwa sababu tumekwisha oshwa. Kwa hivyo hata kama ni kutoa kama ni kuongoza, unaongoza na ile njia ambayo inaofaa. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema kile ambacho wewe unataka mwenzako akufanyie, na wewe usifanye nini? Kwa hivyo hata wewe unapoenda kutoa maneno ama amri, unapoenda kuamrisha, hata kama na wewe ni mtawala pia, kuwa mwangalifu. Amen. Amen. Usitumie nafasi hiyo yani unajua unaweza tumia hiyo nafasi uitumie vibaya. Amen. Amen. Nafikiri mnanielewa. Usiende kutoa ile amri ambayo sasa hii haifai, kwa sababu ati wewe ni mtawala ama wewe ni kichwa cha mwanamke ama ni kichwa cha ile nyumba. Lazima
ufanye mambo kwa mpango ambao unaofaa, mpango ambao utafurahisha Mwenyezi Mungu. Usiende kando na ule mpango. Tunaambiwa kwamba kama vile kanisa linavyomtii Yashua, vivyo hivyo wake watii waume zao katika mambo yote. Hayo mambo tumezungumza yanahusu wake. Nataka tuangalie katika 1 Petro 3:1-6. 1 Petro 3:1-6. Nanyi wake jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu. Amen. Amen. Hii tu inazungumzia kuhusu yani kutii, kujiweka chini ya mamlaka ya waume zetu. Kwa sababu pale tumeona mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Amen. Amen. Yeye ni kichwa cha nyumba pia. Yeye ndio kana mapu ya nyumba. Tunaambiwa tujiweke chini ya utawala wa waume zetu, ili kama wako wanaume wote wasioamini neno la Mungu wapate kuamini kwa kuona mwenendo wetu. Sasa hiyo yote inahusu wanawake. Kwa sababu unaweza kuwa uko hapa na labda familia yako ama sehemu nyingine yako ama mume wako hayuko mahali hapa. Unaambiwa kwamba hata kule nyumbani. Amen. Tujiweke chini ya utawala wa waume zetu, ili kama wako waume wote wasioamini neno la Mungu wapate kuamini kwa kuona mwenendo wenu. Haitakuwa lazima kwenu kusema neno. Amen. Amen. Kwa sababu utajionyeshana. Amen. Amen. Na ndio hata mara mingi tulikuwa hata mara mingi huwa tunarudiwa hapa, tunaambiwa enda ukahubiri neno la Mungu wapi? Huko. Amen. Amen. Wakati inamaanisha mahali huko uhubiri. Amen. Amen. Tangaza neno la Mwenyezi Mungu. Hebu watu waone tofauti. Waone yale mambo ambayo unafanya ni tofauti. Yaonyeshane ya kwamba ama watu waseme huyo ana roho wa Mungu. Huyo ni mtu ameokoka. Bwana yako ni jirani wako wa karibu. Amen. Amen. Hebu sasa ashuhudie kwamba wewe uko sawa. Na hii itakuwa ni vile utatii ama utajiweka chini ya utawala wake. Kwa sababu kwa njia moja ama nyingine utakuwa bado unahubiri neno la Mwenyezi Mungu. Unaponyenyekea namna hiyo, hata kama hajaamini, ataona kabisa wewe unafanya jambo njema. Na kwa hiyo litaweza kukuokoa, kwa sababu hata yeye ataweza kujua ya kwamba ataweza kuelewa na mtaweza kuishi kwa amani, kwa sababu umchokozi, umtendei mabaya. Hata kwa njia moja ama nyingine utaweza kumvutia. Amen. Na hiyo ndio tunasema ili kama wako wanaume wote wasioamini neno la Mungu wapate kuamini kwa kuona mwenendo wetu. Kwa hivyo kwa matendo yetu, kwa mienendo yetu, tuonyeshane ya kwamba sisi ni watu ambao tumeokoka. Sisi ni watu ambao tunamtii Yashua. Kwa sababu ataweza shangaa ikiwa wewe hutaki kumtii, na je, huyo Mungu unamtii? Ama hata anaweza kuuliza, na sasa kama wewe unafanya mambo vile unavyofanya, nitaweza kuamini aje huyu? Nitaweza kumwamini aje huyu Mungu? Tunaambiwa ya kwamba tulikuwa na muda mrefu wa kufanya kama wafanyavyo watu wa ulimwengu. Amen. Amen. Lakini wakati tulimkubali Mesia, tulibadilishwa tukawa viumbe vipi. Sasa kutoka ndani mwetu tunahitaji kufanya mambo upya. Jirekebisheni upya rohoni. Amen. Amen. Tuishi ama tujiweke chini ya mamlaka ya waume zetu. Kwa hivyo kwa matendo yetu na mienendo yetu sasa yatangaze Mesia mahali huko. Na sana sasa ianze katika nyumba yako wewe mwanamke. Ndio sasa tuweze wanaume sasa, kwa sababu naye unajua mwanaume ukimtii umemweza. Amen. Amen. Ukifanya kama Mungu alijua mwanamke anastahili kutii kama vile kumtii Yashua. Ukishatii, unajua Mwenyezi Mungu ndiye ameunda roho zetu zote. Unajua ukitii mume wako, hata Mungu hata kama roho yake ni ngumu aje ya mume wako, ataiboda bonda. Amen. Kwa sababu yeye ndiye aliunda roho zote. Unajua sehemu yako wewe ni kutii tu. Ukishatii, Mungu atajua vile atafanya. Hilo jambo lingine si atajua.
Amen. Atajua atafanya nini, kwa sababu roho zote yeye ndiye aliziunda. Ataibonda na kusema kweli, mume wako mtaweza kuishi kwa amani. Ukienda kumwambia nahitaji, nataka, mambo yote atasikia na ataweza kutimiza, kwa sababu wewe umekubali kutii. Kwa hivyo tuanza na wewe. Amen. Funguo ya kwako mambo yende vizuri, wewe sasa iko mikononi mwako. Amen. Na tunaambiwa ni kutii, kwa sababu ukishatii Mungu naye ama hiyo nafasi nyingine tuseme tuachie Mungu, naye ataweza kujua vile atafanya. Haitakuwa lazima kwenu kusema neno. Amen. Hata unajua hata sio lazima ushinde kutangazia bwana wako ati wewe umeokoka. Ni kweli? Lakini kwa matendo yale wewe unamfanyia, yale matendo wewe unatenda, hebu ajue kutokana na mambo ya ndani kutoka kwako. Amen. Hayo yaseme wazi kushinda kusema ama kushuhudia kwa mdomo wako, kwa sababu mdomo ama ulimi husema mambo mengi yale ambao utimize, lakini sasa waje tuseme kutoka ndani mwetu, na kila mtu aone ya kwamba sisi ni watu ambao wanamtii Yahshua. Kwani wataona jinsi mwenendo wenu ulivyo safi na wakumcha Mungu. Amen. Si wako na macho, wako na masikio, watasikia na wataona. Matendo yetu na menendo yetu itawavutia sasa. Wanaume, unajua mwanaume aliumbwa akiwa wa kwanza, na alikuwa pia na pia na wanyama. Unajua mwanaume pia ni mnyama wa msituni. Amen. Mungu ndiye anambadilisha na akamfanya kuwa mtu. Amen. Kwa sababu hata pale mwanzo si tumeona kwanza kulikuwa na wanyama wa porini, ndege na nini. Na akapewa sasa awapewe majina, lakini Mungu akaangalia akaona hakuna wakumfaa. Si alikuwa anaishi na wanyama huko msituni tu. Hata yeye ni mnyama wa msituni. Ni simba tu, lakini Mungu anamkamata, si ndio? Kwa sababu tumesema yeye ndiye anaunda roho zote. Anajua vile atafanya. Mungu ako na uwezo juu ya kila kitu, kwa sababu kila kitu utii kwa sababu yake. Amen. Katika kujipamba kwenu msitegemee mambo ya nje kama vile mitindo ya kusuka nywele, kujivalia vitu vya dhahabu na nguo maridadi. Amen. Tena hapo tunaambiwa sasa msiangalie mambo ya nje. Lakini sio vibaya kuvaa vizuri, si ndio? Lakini isiwe ndio mnaangalia zaidi kuliko mambo ya ndani. Kwa sababu unaweza kutana mtu amevaa vizuri sana, ukimwangalia kwa nje ni smart, lakini ndani ameoza. Kwa sababu yale yanatoka ndani mwake ni mambo mabaya zaidi. Ni vizuri tuangalie, isiwe ni kujipamba kwetu kwa nje. Kama vile tunaambiwa mambo ya kusuka nywele, kujivalia vitu vya dhahabu na nguo maridadi. Amen. Kwa sababu na sio kwa ubaya, lakini hapo mtanisamee, wanawake wengi wanapenda mambo kama hayo. Na sio vibaya, kwa sababu si kila mtu anastahili kuwa smart, lakini isiwe ndio kisingizio. Kwa sababu hata sisi wanaume tunataka kuona mkiwa nini? Smart. Lakini tunaambiwa hebu tusasikia hapo chini sasa ile ambayo inafaa zaidi. Kwa sababu pia tunataka mvae vizuri na mfanye hayo mengine kama mnaweza kuyafanya. Bali uzuri wenu unapaswa kutoka na hali ya ndani ya utu wa kweli. Amen. Sasa tujioshe na huko ndani. Amen. Kwa sababu unajua kizima kikiwa safi, maji yatakuwa aje maji? Si yatakuwa safi. Sasa tuwe na yale mazoevu ya kujiosha kutoka ndani, ndio yale maneno ama matendo yatatoka ndani mwetu yawe ya kupendeza ama yaongee zaidi vile tulivyo. Kwa sababu tumesema yale utoka ndani ya mtu, hayo ndio yanayomfanya kuwa mtu najisi ama anamfanya kuwa mwadilifu. Kwa sababu mtu usema yaliyojaa moyoni. Hapo tunaambiwa bali uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani. Mioyo yenu sasa muifanye kuwa safi. Kila kitu ni safi kwa hao walio safi. Kwa sababu ikiwa moyo wako ni safi, kutoka ndani mwako tunatarajia matendo mema
mambo safi. Utaweza kutangaza Mesia. Utaweza kutii, na hivyo utakuwa umetimiza wajibu au utakuwa umetenda mapenzi ya Bwana. Bali uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli, uzuri usioharibika na wema wa utulivu wa roho, ambao ni wa dhamani kubwa mbele ya Mungu. Ndivyo walivyojipamba hapo kale wanawake waadilifu waliomtumainia Mungu. Amen. Kwa hivyo hata si ati hii amri si ati ya leo, ama sio, hamwezi kuwa ati nyinyi ndio wa kwanza. Amen. Tunaambiwa hapo kale ndivyo walivyojipamba. Amen. Wanawake waadilifu waliomtumainia Mungu. Si hata sisi tunamtumainia, hata nyinyi mnamtumainia Mungu. Sasa tunaambiwa tujipambe katika hali hiyo ya uadilifu, ili kutoka ndani mwetu tujue sisi tumeshaoshwa ni kisima safi. Kwa hivyo ndani mwetu kutoke maji safi, ama maneno safi, ama matendo safi ambao yatapendeza mwenzako, yataonyesha heshima na kunyenyekea. Hivyo ndio kutii kama vile tunavyomtii Yashua, walio chini ya mamlaka yao. Sasa tunapewa hapa, sisi tunaambiwa Sara kwa mfano alimtii Abraham na kumuita yeye Bwana. Nyinyi mmekuwa sasa mbindi zake kama mkitenda mema bila kuogopa tisho lolote. Amen. Sasa tumepewa mfano hapo wa Sara, tunaambiwa yeye alimtii Abraham. Na si huyo ndio mama yetu? Sasa tufuate nyayo zake. Na tukiangalia kama mtu, sababu tunaambiwa tutii Bwana kama vile tunavyomtii Yashua. Tukiangalia pia hata Mesia, mienendo yake ama nyayo zake, maandiko yanasema ya kwamba yule ambao amejiunga na Mungu lazima afuate nyayo za Mesia. Katika hali ya kumwangalia tu Mesia kidogo, tunaona yeye akiwa akinyenyekea na kutii, kwa sababu maandiko yanasema kwa asili alikuwa Mungu, lakini kule kuwa sawa na Mungu hakuona kama ni kitu cha kung'ang'ania, kwa sababu aliwachilia yote, akashuka ama akazaliwa hapa duniani kama mwanadamu. Akakuwa, akateseka, akapata mateso yote, mwishowe akanyenyekea hata chini ya msalaba, akijua ya kwamba alikuwa na uwezo juu ya kifo, lakini akanyenyekea mpaka akatii chini ya msalaba. Tunaambiwa tuwe watu wa kunyenyekea na kutii. Hivyo tu na namshukuru Mungu sababu maneno yake hayakuangi mazito. Amen. Mwanadamu sisi ndio wazito, kwa sababu yeye anatuwekea ile njia ambao anaona, na sio mambo ambao hayawezekani. Amen. Kwa sababu si tumezoea kutii Mesia. Hivyo ni kumaanisha kwa wake ni kama mteremko. Amen. Kwa sababu sasa vile tumezoea kutii Mesia, ndio leo tunaambiwa kwamba tuwatii waume zetu kama vile tunavyomtii Yashua. Kwa hivyo sasa ni vile tu tunaambiwa watu wangu uangamia kwa kutonijua, lakini ukishajua tangu sasa. Amen. Tusiishi kama vile tulikuwa tunaishi mbeleni, tukifuata mitindo ya ulimwengu huu. Unajua tabia mbaya ndio uharibu mienendo mizuri, si ndio? Tulikuwa na muda mrefu wa kufanya haya mambo, lakini sasa tulishajua ukweli. Maandiko yakasema, Mesia akasema, mkizingatia mafundisho yangu mtajua nini? Amen. Mtajua ukweli, na huo ukweli utawafanya nini? Utawaweka huru. Amen. Ndio tuweze kuendelea na maisha vizuri. Nataka tuangalie katika sasa huyo mwanamke mwenye huwa anamtii mume wake, ama mwanamke mwenye hekima. Mithali ni 14:1. Mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, lakini mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Amen. Huyo wa kutii ni mwanamke mwenye nini? Hekima. Na ule asiyetii ni mwanamke mpumbavu. Na tunaambiwa kwamba mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, lakini mpumbavu ulibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Sasa ni vizuri sasa, ama chaguo ni lako. Lakini leo ningekuonya tu, ama ningekuonya uchague kuwa mwanamke mwenye hekima. Yule ambao hujenga nyumba yake kwa mikono yake. Hebu tuone huyo mwenye hekima mambo huwa yanaenda namna gani? Sasa tu hiyo Methali 31. Tutagusia tu kidogo.
Methali 31 kuanzia hapo 10. Tuone huyo mwanamke mwenye hekima. Haya ni baadhi ya matendo ya huyo mwanamke mwenye hekima, mwanamke mwema, tohari. Mumewe umwamini kwa moyo, kwake atapata faida daima. Amen. Huyo ni mke mwema. Sasa tunaweza anapatikana wapi? Anapatikana hapa, si ndio? Sasa swali, mumewe umwamini kwa moyo, kwake atapata faida daima. Swali ni je, sasa mume wako anakuamini? Wewe ni mtu umeaminika? Kulingana na yale matendo huo unamuonyesha ama mienendo ile huo unaendelea ndani, anaweza kuamini? Hiyo ni swali utajiuliza. Na kama huna jibu utaweza niuliza, nitakujibu. Kama amtendei mmewe mabaya, bali mtendea mema maisha yake yote. Amen. Huyo ni mke mwema mwenye hekima ambaye hujenga nyumba yake kwa mikono ya tunaambiwa hamtendei mumewe mabaya, bali umtendea mema maisha yake yote. Wewe sasa nataka tujiangalie, wewe huo unamtendea mambo ya aina gani? Matendo yako na mienendo yako mbele yake. Angeitwa, ningemuita hapa sasa asimame hapa leo ashuhudie. Anatuweka kapasi hapa mbele hivi usimuone. Atasema nini kuhusu wewe? Amen. Na ni vizuri tupaswe kuomba kama amtendei mume mabaya. Na tukasema nyumbani kuna mapambano sana, kwa sababu kila mtu anataka kuchukua mamlaka. Ni vizuri tuelewa kwamba utawala ama mume ni kichwa cha nyumba. Kama kuanzia leo sasa, neno la leo limekuja ili tujifunze ukweli. Ukweli huu utupe uhuru sasa. Amen. Tunaambiwa sasa, kwa hivyo hata unashauriwa usirudi kumtendea mabaya. Amen. Sasa na ndio tunaambiwa sasa turekebishe. Kwa sababu tuendelee kukua sasa kila siku. Mbali umtendea mema maisha yake yote. Uwe katika hiyo nafasi ya kumfanyia mema kila wakati. Utafuta safu na kitani na kufanya kazi kwa mikono yake kwa bidii. Hata kazi ufanye kwa bidii. Kwa sababu tunaona pale Mungu akisema atamfanyia msaidizi wa kufanya nini? Wa kumfaa. Msaidizi kazi yake ni nini? Si kusaidia. Kwa sababu tunaona huyu sasa mke mwema, huyu ambaye hujenga nyumba yake kwa mikono yake. Yeye utafuta sufu na kitani na kufanya kazi kwa mikono yake. Yeye ni kama meli za biashara, ulete chakula chake kutoka mbali. Sasa tunaona huyu ni mtu akona bidii sana. Amekuja kusaidia. Kwa sababu yule mwanaume alionekana akiwa na huzuni. Lakini sio hapa, si ndio? Akipata hata shilingi 100 tu hivi, hata mnaweza lala njaa. Hawezi tu hata shilingi 1 aende anunue unga. Huyo ni msaidizi. Hai, hata sisi tujiangalie. Lakini nimesema sio hapa, si ndio? Sio hapa. Yeye ni haya. Huamka kabla ya mapambazuko, akaitayarisha jamaa yake chakula na kumwagawia kazi watumishi wake. Huamka kabla ya mapambazuko. Amen. Hapa lakini si tunasema sio hapa, si ndio? Wacha tuzungumzie kuhusu na hapo, si ndio? Lakini niulize wewe, bwana yako yeye ndio anaamka, anapasha maji moto, anaenda kuoga, anapika chai na ukiwa unalala. Anatayarisha watoto waende shuleni ukiwa unalala. Na wewe ni mwanamke mwema kweli? Lakini hatuna ubaya. Tunafunzwa, si ndio? Ni mafunzo ya leo, si ndio? Si ati tuna ubaya mtu yeyote, lakini jiulize. Hapo tumeona mke mwema, huyu ambaye anatii, huyu ambaye hujenga nyumba yake kwa mikono yake. Sasa ndio tunaelewa. Ndio sasa uvae kiatu chake. Amen. Huamka kabla ya mapambazuko, akaitayarisha jamaa yake chakula na kuwagawia kazi watumishi wake. Ufikiria kununua shamba kisha ulinunua. Mimi nataka wanawake wa hapa wanunue haya mawazo ya huyu mwanamke mwema. Kwa sababu wewe ulikuja ukiwa msaidizi. Unajua tu wengine wanataka tu kuamka asubuhi, wanataka kushinda tu nyumbani. Saa yote kushinda pia mumea na sababu labda ameenda kuangalia kibarua. Sasa tazama utakula nini? Hata uweze fikiria uende hapa kwa jirani uangalie kama kuna chakula kwa kibarua, enda ufanye kidogo angalau kama kulikuwa naomba ununue sukuma.
Usiwe wanawake ama tunaambiwa sisi tunasema ni watu wa Mesia. Tushakuwa watu wapya. Na ndio naona katika mawazo yetu, katika mioyo yetu tunafanya kuwa wapya. Na ndio neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunasema ni mpya kila siku. Amen. Inatufanya kuwa wapya, tupanuke mawazo. Kwa sababu tumekuwa na ile inaitwa hili ni kasumba. Hebu nitumie ile jina tu mtanielewa. Dani, si unajua huwa naongea na sasa tuelewe. Tumesoma ile kasumba ati kusema Bwana nitegemea kila kitu, na sio vibaya. Amen. Kwa sababu mwanamume lazima achukue jukumu. Lakini ukiona amelemewa kidogo, tuseme mtu akinama kidogo afanye nini? Mshikilie. Kwa sababu sasa ameinama kidogo lakini bado una shida ukimsumbua na simu. Labda naye bosi yuko anampea stress. Ni vizuri tuwe watu wanataka kusaidia. Onyesha mume wako kwa matendo. Amen. Wacha kuja pale umenunua, kama ulikuwa naomba umenunua sukuma na mafuta. Hata yeye atafurahi, ndio? Ataona watoto hawajalala, hata kama ameleta pesa kama amechelewa, sitakuwa kesho. Tusaidiane, wanajamii tusaidiane. Uwe tayari kufanya kazi kwa nguvu na kuimarisha mikono yake. Amen. Tuwe na bidii. Tusaidiane. Kumbuka kwamba wewe umekuja ukiwa msaidizi, mtu wa kumfaa. Ondolea mwanaume ule huzuni. Amen. Sasa waje mfurahie maisha sasa. Unajua? Nimefanya uchunguzi nikajua wanaume wengi wanakufa mapema sana. Kwa sababu mizigo inakuwa mingi kwao, si ndio? Kwa sababu wanawake nao mizigo nyingi sana. Sio vibaya, lakini chunga. Mtu kama amebeba gunia ya waru, utamuongezea cabbage na kitunguu. Hebu tuende sokoni tuangalie wale wanaenda kuua. Sasa mtu amebeba cabbage, tena ngunia nyingine juu na nyingine juu, si tutamwangusha. Tuwape amani tafadhali. Yaani wapunguzie mzigo kidogo. Punda hata ipunguziwe mzigo wa jameni. Kwa sababu tunaambiwa huwa tayari kufanya kazi kwa nguvu na kuimarisha mikono yake. Hakikisha nyumbani ameleta kidete, hata kama ni kitu kidogo. Hata kama mwanaume anaweza leta 90% lakini hao 10% lete. Si wewe ni msaidizi. Kuja mahali amelemewa, kuja umsaidie. Kwa sababu sasa tusipomsaidia haya maisha yatakuwa namna gani? Na tumeona huyo ndiye anayekufaa. Tumesema wewe ni bafu moja yule mwanamume. Kwa sababu aliamua akasema, mfupa wangu na nyama ya anakupenda. Lakini tunaguza kuhusu wanaume. Utambua kwamba shughuli zake zina faida. Ufanye kazi hata usiku kwa mwanga wa taa yake. Huyu ni mtu ako na bidii sana. Kwa sababu hata usiku bado anang'ang'ana na kazi. Usokota nyuzi kwa mikono yake mwenyewe na kwa vidole vyake mwenyewe usuka nguo zake. Ufungua mkono wake kuwapa maskini. Unyosha mkono kuwasaidia fukara. Pia unapopata, kwa sababu usiwe mgumu. Amen. Fikiria hata huyo mwingine ambaye ana kitu ya kula. Tulisema kufunga kuzuri ni kufanya nini? Ni yule ana chakula umpe, ule ana makao umpe, ule ana nguo mvalishe. Amen. Kwa sababu mambo kama hayo ama matendo kama hayo ndio yanayompendeza Mungu. Ndio na sasa wakati unapoenda kumulilia naye afanye nini? Hasikii, kwa sababu unajua naye ni vizuri kutenda mema, kwa sababu wakati umepata na shida, wakati unaenda kumulilia Mwenyezi Mungu. Tunaona kama Dorcas wakati alikuwa amefariki, ule mama alikuwa anashona manguo. Si tunaona vile wanawake walikuwa wameenda kulia pale wakiomboleza. Hata wakimbia kuita Petro haraka haraka, kuja kumeharibika. Mungu utakumbuka kwa nini? Hapo tunaambiwa ufungue mkono wake kuwapa maskini. Amen. Ikiwa umebarikiwa, nyosha mkono wako kwa wale ambao, kwa sababu tusema kusaidia maskini ni kumkopesha nani? Mungu. Jaribu kukopesha Mungu pia, ndio hapa ndio mipaka yako. Usikwame na vitu zote. Amen. Sasa huyu tunazungumza kuhusu mke mwema. Ule ambaye ujenga nyumba yake na aibomoi. Hawafii watu wake ijapo baridi ya kipupwe, maana kila mmoja anazo nguo za kutosha. Ujitengenezea matandiko, mavazi yake ni ya zambarau na kitani safi. Mume wake ni mtu mashuhuri barazani. Amen. Unajua ni kwa nini ako mashuhuri barazani? Mwanamume kufaulu si msaada wa mke wake.
Kwa sababu unamwangalia vizuri. Hata mbele ya baraza la wazee anaheshimika. Kwa sababu umempamba vizuri. Moyo wake hauna uzito. Amen. Kwa sababu kutoka kwa nyumba, unajua baraka ianza wapi? Nyumba. Kanisa zima huanza wapi? Nyumbani, si ndio? Mambo yetu ya nyumbani yakiwa mazuri, hata bwana wako anapotembea, anatembea akiwa na amani. Amen. Na hata sio bwana wako peke yake, hata mke wako pia anashinda na amani. Sasa tutafute kuwa na amani. Na ili kutafuta kuwa na amani ni mtu ajue jukumu lake katika maisha ya ndoa. Kwa sababu ukijua jukumu zako, utatenda yale ambayo yanapendeza na mambo yataenda vizuri. Anaposhiriki vikao vya wazee wa nje, mwanamke huyo utengeneza nguo na kuziuza, wauzia wafanyabiashara mishipi. Huyo ni mtu ako na shughuli nyingi sana. Kwa sababu yeye anafikiria kuhusu familia yake. Unajua maisha kati ya mume na mke ama maisha ya ndoa pia ni kusaidiana. Amen. Ni kusimama na mwingine, tusaidiane. Unajua mzigo unakuwa mzito kwa sababu hakuna kusaidiana. Kwa sababu hata ukikanyaga na pande moja uiname, usiposaidiwa pande ile nyingine, si utakosa balance. Ikiwa tunataka mambo yetu yaende vizuri na tusonge mbele, tushike maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yatatusaidia. Nguvu na heshima ndizo zake. Ucheka afikiriapo wakati ujao. Ufungua kinywa na kunena hekima, uwashauri wengine kwa ukarimu. Uchunguza yote yanayofanyika nyumbani mwake. Na kweli msaidizi ana kazi nyingi. Kuna kazi nyingi, hata nimemfurahia. Hakuna kazi nyingi sana. Tuwe waaminifu. Amen. Kwa sababu anaambiwa uchunguza yote yanayofanyika nyumbani mwake, kama akai bure hata kidogo. Watoto wake huamuka na kumshukuru. Amen. Wewe tamani kuwa mke wa aina hiyo. Amen. Kwa sababu huyo ndio tunashauriwa kuwa mke mwema. Ikiwa unataka mambo yako yaende vizuri, mume wako akufurahie. Pia kwa sababu tunaambiwa hata watoto wake huamuka asubuhi na kumshukuru. Mume uimba sifa zake. Haya. Amen. Haya. Hata mume naye uimbe sifa za nani? Huyo mwanamke mwema. Ocean yake ni ya muno. Usema wanawake wengi wametenda mambo ya ajabu. Sasa yule mwanamume akishuhudia, lakini wewe umewashinda wote. Tafadhali nawaomba leo wake wa hapa tuwe ama tutamani tuwe kama ule. Tuangalie mambo yetu yote sasa, kwa sababu tulisema watu kosea kwa sababu hawajui. Sasa tukisema ukishajua ule ukweli sasa, ukuweke huru sasa. Ukufungue. Amen. Funguka sasa, funguka kimawazo. Wacha tu kufikiria mambo ya kuletewa peke yake. Amen. Fikiria sasa. Kwa sababu hujazuiliwa. Madawa na uzuri haufai, lakini mbali mwanamke amchaye Mwenyezi Mungu atasifiwa. Huyo ni yule ambaye anamtii Yashua ama anamtii Mungu, na ndio tunaambiwa pia tuwatii waume zetu na mambo yatuendee vyema. Jasho lake la stahili kulipwa, shughuli zake hazina budi kuheshimiwa popote. Amen. Tumekamilisha kidogo hapo kuhusu huyo mwanamke mwenye hekima. Nataka sasa tuangalie yule mwanamke mbafu. Methali ni 9:13. Mwanamke mpumbavu ana kelele, hajui kitu wala hana haya. Amen. 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 Sasa hapa naye tunakumbushwa kuhusu mwanamke mpumbavu, yule ambao ajielewi, yule ambaye amtii mume wake. Huyo hata kumaanisha hata amtii Yashua. Amen. Kwa sababu chanzo ni kumtii Mungu ama kumtii Yashua, ndio pia sasa tuje na tutii bwana zetu. Nayo tunaambiwa kile amejaa ni kelele, ajui kitu wala ana haya. Amen. Unajua katika maisha hakukosangi mambo kama haya, lakini hebu niwaambie tu vizuri, wanaume hawataki kelele. Amen. Kwa sababu huyu ni mtu, huyu ni kichwa. Amen. Sasa ukimjaza kelele, sasa
Sasa hiyo siku maisha itakuwa namna gani? Kama ni asubuhi, unajua kuna maandiko pia inasema, hebu niangalie kama nipata. Ndasoma 27:14. Amwamkwae jirani yake kwa kelele alfajiri, itaelewa kwamba anamtakia laana. Amen. Sasa ni asubuhi, umeamkia mume wako na makelele. Si unaona unamtakia laana. Tumesema mpumbavu ubomoa nyumba yake kwa mikono yake. Usiwe mwanamke kama huyo amejaa kelele na hajui kitu. Kwa sababu amwamkia jirani yake kwa kelele. Hiyo ni Methali 27:14. Alfajiri. Wakati umepambazuka. Wewe baada kwanza kuamka asubuhi na kuanza kuombea bwana wako na nyumba yako. Amen. Wewe sasa unaanza makelele. Sitajui itakuwa nini, sijui nini. Sasa hiyo yote ni ya nini? Situmie nafasi hiyo vizuri kumwombea nyumba yako. Amen. Tushauriane kwa maneno matamu. Kumbuka ya kwamba maisha ya ndoa ni pingu za maisha. Amen. Ikiwa tunaishi kama tumekasirishana, sasa hii maisha itakuwa namna gani? Si utasikia uzito sana. Kwa sababu hii ni maisha ya ndoa, ni pingu za maisha. Mwanaume utakuwa naye hapo miaka yote. Mungu ndiye atawatenganisha. Kifo ama usherati. Na sasa ukijua hayo, si utafute amani. Amen. Kama unataka siku njema ama maisha mema, tafuta amani. Na kwa sababu mume wako ni jirani wako wa karibu, usimwamkie asubuhi na mambo ya makelele. Kwa sababu hiyo ni sawa na kumtakia laana. Na kusema kweli, tulisema vile uwezi taka mwingine kufanyiwa, usifanyie mwingine. Kumbuka kwa sababu maandiko pale yanasema mwanaume atawacha baba yake na mama yake. Na taungana mke wake. Au wawili watakuwa kitu kimo. Huyu ni sehemu yako sasa. Wacha mambo ya kelele. Tafuta njia nyingine ya kupatana ama kuwa na amani. Watu wanashinda wakiuliza, na hizi stress zinatokanga wapi? Amen. Wewe ukiamshia mtu stress ya asubuhi, hata atashinda aje. Unaenda kazini unapata mwanaume amefura. Hata yeye amefura, yeye unashindwa. Hata bosi anashindwa. Hata bosi anashindwa, kwani kulienda aje? Kwa sababu asubuhi mambo iliharibika kuanzia asubuhi kwa sababu ule mpumbavu alianza na makelele. Na kwa sababu tumesema hiyo ni sawa na kutakia mumeo la unasikia naambiwa enda kwanza kupumzika wiki moja, utulize mawazo. Sasa akienda kupumzika wiki moja na sasa alikuwa kazi, mshahara si itakatwa. Si ndio? Sasa nani ako na hasara? Hata mambo mengine tunazidi kuangalia. Kwa sababu yatarudi. Lakini ni vizuri kuangalia mambo mengine yasituletee hasara. Nataka tuangalie katika Ayubu 2. 7, 9 and 10. Hapo shetani akaondoka. Hapa ni wakati Ayubu alikuwa anateseka sana kwa sababu majaribu yalikuwa yamemzidia. Amen. Na sasa tunataka kuangalia hao wanawake wapumbavu. Kama tuone kitabu pale tumeona Sara akamtii bwana hata alikuwa anamuita bwana. Huyo ni mke mwema. Hebu tuone hao wapumbavu wako namna gani. Hapo shetani akaondoka mbele ya Mwenyezi Mungu akamtesa Jobu kwa madonda mabaya tangu wayo wa miguu wake mpaka utosini mwake. Jobu akatoa kigaa kajikuna macho na kuketi kwenye majivu. Mkewe akamwambia, bado tu unashikilia unyofu wako. Amen. Sasa tumesema mtu akiinama mfanye nini? Mshikilie. Sasa mtu hapa ameinama na sasa baada ya Mungu kumshauri na kumsaidia, sasa tena unaanza kumuuliza maswali mabaya. Uwezi kuwa na neno mzuri kwa bwana wako. Yobu akamwambia mtukane Mungu fanya nini? Sasa huyo ni mtu ambaye amtii Mungu. Kwa sababu angekuwa anamtii Mungu, angesema maneno kama yale. Kwa sababu naye Yobu akamwambia mkewe, wewe unaongea kama wanawake wapumbavu. Amen. Tukipokea mema kutoka kwa Mungu, kwa nini tutakatae kupokea pia mabaya kutoka kwake?
Katika mambo hayo yote Jobu hakutamka neno lolote la kumkosea Mungu heshima, kwa sababu alikuwa anamtii Mungu. Tusiwe watu ama huyo mwanamke mpumbavu asimee ndani mwetu. Amen. Kwa sababu huyo ataleta hatari kubwa sana katika jamii. Kwa sababu tuliambiwa tufurahie maisha na mke wako umpendaye. Kwa sababu hayo ndio yale maisha ambao Mungu ametujalia. Hebu tuangalie katika Methali 11:22. Mwanamke mzuri asiye na akili. Amen. Mwanamke mzuri asiye na nini? Na akili. Tuone ni namna gani. Ni kama pete ya dhahabu puani mwa nguruwe. Amen. Mke mzuri kwa kumwangalia nje, yani ukimwangalia tu hivi unasema ni mzuri. Na hata maandiko yanasema mwanamke mzuri. Amen. Lakini naambiwa asiye na akili. Hao ndio kieli. Kwa sababu unaonekana kwa nje uko sawa, lakini ndani mwako umeoza, huna akili. Unajua akili ndizo mtu, si ndio? Kwa sababu ndizo pia mtu mwelekeo. Hata ukifanya mambo kila mtu anasema yule ako na hekima. Unajua tumesema kile ambacho huwa kinatoka ndani ya mtu, moyo wa mtu, hicho ndio kinafanya mtu uelewe huyo mtu aina gani. Ukiongea, ukitenda. Kwa sababu hivyo ni kusema yale mambo huwa unatenda ama ukiongea, haya ndio yanaonyesha wazi wewe ni mtu wa wivu, wewe ni mtu wa aina gani. Kwa sababu tayari umejua. Kwa sababu unatoka ama unasema ama unatenda kulingana na yale ambayo yamejaa moyoni mwako. Huyo tunaambiwa ni kama pete ya dhahabu puani mwa nguruwe. Nguruwe akiwa na pete ya dhahabu puani mwake atajua. Wakati anapoenda kuchokora ile takataka atajua kweli? Kwa sababu hakuna kitu cha dhamani sana lakini haelewi. Tuelewe ya kwamba waume zetu ni vitu za dhamani. Kwani unafikiri kupata bwana kitu ya rahisi? Unajua hata ukienda sokoni wanaume ni wengi sana, lakini jioni ikifika ndio utajua sasa, kwa sababu utakuwa peke yako tu. Amen. Unajua sasa kila mwanaume ataingia kwa nyumba yake, si ndio? Kwani nitaingia kwa jirani? Nitaenda kwangu, si ndio? Na sasa lakini huko sokoni unaona wakiwa wengi, ama mchana wakitembea huko unaona ni wengi. Tuwe na heshima kwa waume zetu. Ujue ya kwamba ni dhahabu Mungu amefanya nini? Amekupea. Tunza. Na kutunza ni kumheshimu na kumtendea hata kama hajaokoka, muonyeshe kwa matendo yako ndio aweza. Sasa utakuwa umemhubiria. Si tunaambia tueneze injili. Sasa utaeneza namna gani ikiwa unamtendea mambo mabaya? Na tumeona yule mwanamke mwema amtendei mume mabaya. Kwa sababu tunaona watoto wakiamka asubuhi wanaimba sifa zake. Hata mume pia anaimba sifa zake. Tuwe watu ambao ni werevu, kwa sababu hao ndio tunashauriwa kuwa. Tuangalie Methali 27:15. Mke mgovi daima ni sawa na tona ya maji siku ya mvua. Amen. Tona ya maji siku ya mvua. Kwa sababu ana kelele, ana uovi ambao hauishi. Unajua kuna watu wana kelele hazishangi. Leo ukimtendea vizuri kufikia kazi imemaliza, bado ukirudi jioni tena mashida ndiyo hii. Amen. Tunaambiwa mke mgovi daima ni sawa na tona ya maji siku ya mvua. Na kumzuia ni sawa na kuzuia upepo au kukamata mafuta kwa mikono. Unaweza kamata mafuta kwa mikono? Amen. Uwezi. Kwa sababu hata ile ya salad, hebu tuongee kuhusu mafuta ya salad. Ukishika kwa mkono hivi utaikamata. Jamani, tujaribu kujirekebisha upya rohoni. Amen. Lakini tunasema si wanawake wapi? Hapa ndio tuelewe. Tunaambiwa tujirekebishe upya rohoni. Sasa tuishi kama vile kulingana na wito ambao tumeitiwa. Ndio huu wa kutii waume zetu na kuwatendea mambo mema. Tukielewa ya kwamba sisi tuliletwa tukiwa wasaidizi. Amen. Lakini sio sasa mtu mgomvi daima ni msaidizi. Ni vizuri tujielewe na tuchukue hatua ndio tuweze kufanikiwa. Na ndio naona watu wengine wanasema hata bwanangu anipendi, hata anifanyia. Sasa kusema kweli
Ikiwa kila siku ni kumchokoza, ako na kidonda, si ndio? Kila siku asubuhi tena inaikwaruza, inaanza kutoa damu. Sasa kusema kweli hata nyinyi hapo itakuwa aje? Hebu valia kiatu wa mumeo kama kila siku umekwaruza, ashatoa kidonda. Kila siku ni kubomoa tu ile kidonda. Sasa hii tujirekebishe sasa. Ukishajua ukweli huu utuweke huru sasa. Kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu linatufunza ukweli. Ukishajua ule ukweli sasa, kama ulikuwa unatenda mabaya, si utatenda mazuri. Tunaendelea. Ukisoma katika Methali 21:9. Hapo maliza kuhusu sasa wanawake, ndio tuingie kwa wanaume, kwa sababu naye pia wanaume pia kuna ile mashauri yao pia. 21:9 nasema, afadhali kuishi pembeni juu ya paa kuliko kuishi nyumbani mwa mwanamke mgomvi. Sasa huyo ni mtu sasa, kwa sababu sasa umemsukuma. Unajua unaweza sukuma ufika kwa ushinda, sasa wewe utaenda wapi? Amen. Uamue sasa uishi kwa paa huko juu ya nyumba, kwa sababu sasa huku chini sasa utoshei. Haupati nafasi, upewi hewa safi. Kwa sababu umesumbuliwa mpaka sasa umeona afadhali sasa kuishi pembeni juu ya paa ndio uwe na amani. Kwa sababu naye amani ni kitu maana sana. Unajua amani ni dawa. Kuwa na amani rohoni ama moyoni, hiyo ni dawa. Amen. Tusiwe watu ama tusukume waume zetu. Tusiwe wapumbavu kiasi hicho cha kusukuma waume zetu mpaka watamani kuishi paani. Amen. Kwa sababu ni vibaya sana. Kuna maandiko zingine sasa. Okay. Ziko za baadhi hizo. Hebu songe mbele tuone. Sasa kuhusu wanawake nafikiri tumeongea mengi. Na nafikiri tutajirekebisha upya rohoni ndio tuishi kulingana na vile Mwenyezi Mungu anavyo. Mtambui. Amen. Hata wewe hata utoe kama ulioa. Kwa sababu hapo tulisema mambo yale ambayo tunaonyesha watu, si ndio? Kwa sababu unamtendea tu mambo mabaya. Wanawake wanataka kupendwa. Amen. Wanaume tujue. Wanawake wanataka kupendwa. Tuonyeshe upendo. Amen. Tuongeleshe kwa maneno mazuri, maneno matamu. Kwa sababu Mungu si ulikuwa umeshindwa. Mwanaume si alikuwa ameshindwa. Mungu akaangalia akaona ako na huzuni. Akasema nitakufanyia msaidizi ambaye mfaa. Mwanamke ni msaidizi ambaye anakufaa wewe. Unastahili umpende. Amen. Tena tunaambiwa sasa pale ametolewa mbavuni mwa. Nisikie daktari akisema ati wanaume bavu za wanaume ati ni 23. Ni kweli? Na sasa kama mtu ni bavu yako na ni nyama yako, kwa nini mchukie? Unaweza jichukia wewe? Kama huwezi kujichukia, hata mke wako usimchukie, sababu Mungu ameona huyo ndiye anayekufaa na akakuletea. Mpende vile alivyo. Unajua maandiko husema upendo hufunika maovu kwa sababu unajua pastor alishatuambia kuku ni tamu sana. Amen. Ukiila iko tamu sana, hata mdomoni inapendeza, si ndio? Lakini ukiangalia hizi zile vitu zinakula huku, menyongo, roho na vitu zingine huku, utaichukia, si ndio? Si ndio ichukia? Hata tunaambiwa tupende wake zetu. Na hata kama wako na shida, tuongee kwa amani, si ndio? Unajua mwanamume yeye tumeambiwa ni kichwa cha nyumba. Amen. Panga mke wako vizuri. Muongeleshe kwa maneno matamu ukimpanga, si ndio? Leo naamka asubuhi namwambia na mimi huwa sitaki hii. Kwani ni vibaya? Amen. Si wewe ni mtawala? Muonye tu kwa heshima. Kwa sababu naye ni mtu mzima, usimchukue kama ni mtu mtoto. Amen. Muonye basi mwambie mtu wangu, mimi wasipendi hii. Tafadhali rekebisha hii ndio tuishi kwa amani. Kwa sababu tumesema amani ndio kila kitu. Tunaambiwa nanyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa sababu tunaona Mesia alikubali kufa msalabani kwa ajili ya kanisa ama kwa ajili yetu. Hapa tunaanza kama wanaume tuwe watu wa kujitolea kwa ajili ya kukomboa watu wetu. Amen. Na hapo tulikuwa nasema tujue tuko na jukumu. Kwa sababu hata kusoma maandiko tangu pale mwanzo wakati dhambi ilikuja duniani. Kuna ile laana ilipata wanaume na wanawake, si ndio? Na tukaambiwa
Terini uwe na shongena dhakari. Amen. Kila kitu ambacho unapata kwa jasho. Kwa hivyo tuwe tayari kupambana kwa ajili ya jamii zetu, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya nyumba yako. Vile Yashua alijitolea, hata wewe pia ukuwe mtu wa kujitolea kwa ajili ya nyumba yako. Na wale wanaume ambao wanaleta kila kitu kwa nyumba, pia nawashukuru. Amen. Na kama nawe hujajua, jua ya kwamba unastahili kuwa na hiyo jukumu. Amen. Jua katika mama ama katika nyumba yako kuna ule mzigo ambao unastahili kubeba. Kwanza kwa sababu kitu chako cha kwanza katika nyumba ni mke wa nani? Mke wako. Kwa sababu maisha ilianza wapi? Unajua maisha ilianza wakati unaoa, maisha inaanza. Usiwe ndio mtu wako wa kwanza. Unaambiwa umpende. Na kupenda ni kutoka ndani ya moyo. Upende kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote. Na kwa sababu naye Mungu wetu ni mwaminifu. Tunamjua. Anasema hawezi kupea kitu kibaya. Kwa sababu amekupea kile ambacho kinakufaa. Hata kama unaona ana shida kidogo, tumesema tumrekebishe kwa heshima, si ndio? Muongeleshe kwa maneno matamu. Bebeleza yeye kwa maneno matamu, atakuja laini kwa sababu atasikia. Kwa sababu tunaambiwa tusiishi na wao kama tuwatambue kwa sababu ukitambua mtu utamfanyia kwa heshima. Kwa sababu maandiko pale juu alikuwa anatuambia tuwastare, tuheshimiane, tunyenyekeane wenyewe kwa wenyewe. Na kwa kufanya hivyo mambo yatatuendea vizuri. Hebu tuangalie Methali 18:22. Methali ni 18:22. Tunaambiwa namna gani? Sasa anayempata mke amepata bahati njema. Amen. Wanaume hapo sasa tufurahi. Amen. Anayepata mwanamke, anayepata mke anapata bahati njema. Si kila mtu ufurahia bahati njema. Kwa sababu hakuna mtu anajitakia mabaya, si ndio? Kwa hivyo kama umepata mke, ujue ya kwamba katika moyo wako na katika mawazo wako, ujue ya kwamba umepata bahati njema. Hiyo ni fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Ni zawadi. Mungu amekuzawadi. Amen. Hiyo ni zawadi umepewa na Mungu. Litunze. Ndio naambiwa umpende kwa sababu unajua wanaume wanajidanganya sana. Tulisema tukienda sokoni, wake ni unajua wake ndio wanakuwa wengi ushinda wanaume. Kule sokoni wamejaa, ukienda town wamejaa. Katika street unaona wanawake 20, wanaume 5. Lakini ikifika jioni, hakuna mtu wa kuposhia sufuria, hakuna wa kupikia, hakuna nini. Kwa sababu kila mtu ameingia kwa nyumba yake. Sasa tunaambiwa tuwapende. Kwa sababu hiyo ni bahati njema tumepokea kutoka ni fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa sababu nataka tuangalie Methali 19:14. Ndio tuelewe. Wanaume nataka tuelewe vizuri. Ndio tujuange ni nini ulicho nacho katika nyumba yako. Mke wako umtambue. Kwa sababu saa ile unamtambua ni heshima, utamfanyia mambo mazuri, utampenda. Utamtendea yale ambayo yanafaa kwa sababu tunaambiwa tuwapende wake zetu. Ukisoma katika 19:14, nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa wazee wake. Amen. Nyumba na mali na gari, shamba, vitu kama hizo zote ni urithi mtu apataye kutoka kwa wazee wake, si ndio? Si tulizaliwa kwa kina kuka. Siku yetu ndo nani wanaambiwa jenga pale, fanye shika hii, enda chukua ile plot ni yako, si ndio? Hayo vitu kama hizo tunapata kutoka kwa wazee wetu. Hebu tuone naye mke ama inakuwa namna gani kuhusu mke wetu. Lakini mke mwenye busara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Wanawake hapo simjipigie kofi yake wanyameni. Amen. Mke mwenye busara. Amen. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu na tumesema sasa anayepata mke amepata bahati njema. Ni Mungu ndiye amekuzawadi. Ni Mungu amekupea.
mpenda huyo mke wako sana. Nataka tuangalie Mithali 5:15. Wanaume tunaambiwa tuwapende wake zetu kutoka ndani, kwa sababu tumesema kutoka ndani tutawatendea mambo mazuri, kwa sababu tuko safi na mambo yetu yatakuwa safi. Tusema kisima safi kinastahili kutoa maji safi. Nataka tuanzie hii Mithali 5 kuanzia 15. Mkeo ni kama kisima cha maji safi. Amen. Unaambiwa umpende, kwa sababu tumesema gari, nyumba na mali hizo hupatikana kwa wazee wetu, ni mali ambayo tunaridhishwa na wazee wetu. Lakini mke mwenye busara ni Mungu amekupea. Yule ambaye amepata mke ni fadhili kutoka, ni zawadi ama ni fadhili kutoka Mwenyezi Mungu. Ujue yule mke uliye naye ni yule ambaye anakufaa. Hata iwe aje, uelewe katika mawazo yako, huyo ndiye anayefanya nini? Na wabadilisha yangu yawa. Amen. Huwezi badilisha isipokuwa tu aidha kifo itokee ama awe na ushera. Kwa hivyo na ndio tukasema hii ni pingu ya maisha. Ikiwa tutaanza kama upendo utaanza mapema namna hiyo, tutaishi vizuri. Naye kila mtu ajue jukumu lake katika maisha. Tunaambiwa mkeo ni kama kisima cha maji safi. Kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Amen. Sasa hapo ni wanaume sasa. Wale ambao lakini sio hapa. Hapa hapana. Kuna wale wanaume wanamejua kutangatanga huko na huko na huko na huko. Mwanaume anaambiwa uwe na mke mmoja. Na hata mke naye anaambiwa namna gani? Uwe na mume mmoja. Na mkae kwa heshima. Mambo yenu mfanye kwa heshima. Amen. Jadili chemchemi zako zitawanywe mbali na vijito vya maji barabarani. Hiyo ni yako wewe mwenyewe, wala usiwakaribishe watu wengine. Amen. Chemchemi yako na ibarikiwe, umfurahie mke uliyemwoa ukiwa kijana. Amen. Waje kie hau. Ule mwanamke uliyemwoa ukiwa kijana umfurahie. Unaambiwa umfurahie maisha yako hiyo. Kwa sababu ule wanaume usiwe na macho ya kando. Amen. Usiangalie huku na huku. Angalia mbele bwana, fuata mwongozo wa kuangalia mbele. Kwa sababu yule uko naye kwa nyumba, huyo anakufaa. Ni zawadi ambao Mungu amekupea. Mungu ni mwaminifu, hawezi kukupea kitu kibaya. Amen. Kwa sababu tukiwapenda tutaishi vizuri. Nao pia watatutii. Kwa sababu ukionyesha mtu upendo, si hata yeye atakuwa anakumbuka kila wakati. Ukiwa kazini anakuombea. Anawaza akajua bwana wako atakuja saa fulani, maji ya kuoga hiyo tayari, chakula tayari. Amen. Kwa sababu katika maisha ya mke na mume, unajua hata watoto wanazaliwa, si ni baraka kutoka Mwenyezi Mungu. Wanazaliwa wanakuwa. Kama sasa kama unaona wengine sasa wameenda kujenga na huko, si ndio? Wanawacha mume na mke pamoja. Kwa hivyo hii ni maisha ya pingu. Tuwe na upendo, tupende wake zetu, kwa sababu tunaanza na wao tutamaliza na wao. Kwa sababu watoto ni baraka, lakini watoto wakija pia wana maisha yao, si ndio? Hata wao wanaanzisha nini? Kwa hivyo penda mke wako ule uliomuoa ukiwa kijana, naye mke wako akutii ama atii. Hayo maisha yatakuwa maisha mazuri sana. Ni mzuri kama ayala, apendeza kama paa. Katika mawazo yako, katika moyo wako, ujue huyo ndiye anayependeza. Amen. Si ulimchagua? Mungu alikuelekeza na ukamchagua. Huyo ndiye anayekufaa. Wanaume, tujiangalie sana. Kwa sababu kuna wanawake wengine wanakuwa na maneno matamu sana. Amen. Kwa sababu wanataka kufanya nini? Wanataka kuvuta wewe. Amen. Uwe una msimamo. Na unajua kama unapenda mke wako ama kama unampenda, huwezi kuwa unajua moyo wako kama unapenda mke wako, huwezi kuwa na nafasi ya mtu mwingine, si ndio? Hasa wale ambao sasa tumeokoka. Anayetaka kuwa anayetamani kuwa askofu anatamani kazi gani? Kazi nzuri. Askofu anaambiwa namna gani? Awe na bibi mke mmoja, si ndio?
Kwa hivyo kama kuna kati yetu kuna watu wa kutangatanga, hebu wacha niongee tu. Tabia kama hiyo haikubaliki katika mtu ambaye anamcha Mungu. Kwa sababu tunaambiwa tuwapende wake zetu. Ikiwa umpenda mkeo, uwezi kuwa na nafasi ya mtu mwingine. Amen. Hata hao kwa shetani yakikuja utakaonya vikali sana. Kwa sababu tunafuata mwongozo wa Mungu. Mungu anasema mwanaume awe na mke mmoja. Mpende huyo mke wake uliomuoa ukiwa kijana. Unaambiwa yeye ni mzuri kama ayala, apendeze kama paa, mahaba yake yakufurahishe kila wakati. Umezo daima na pendo lake. Amen. Umezo na pendo la mkeo. Huyo mwingine akikufinyia macho mwambie shindo. Usibembeleze. Mwambie hapana. Kama ni mambo ya biashara, fanyeni biashara. Lakini mambo imezidi biashara, hiyo hapana. Hiyo kataa kabisa. Na kama hiyo biashara inasababisha mkosee mke wako heshima, wachana naye. Kwa sababu tunataka kutafuta amani, si ndio? Kwa sababu unajua tulianza kusema maisha mazuri huanza nyumbani. Amen. Kanisa nzuri huanza wapi? Tukiwa na amani nyumbani, hata kanisani tuko na amani. Tukiwa na amani nyumbani, kazini mwetu tuko na amani. Katika maisha haya sasa ambao ni ya muda mfupi sana, tutakuwa na amani kila wakati ikiwa amani itaanza nyumbani. Ilikuwa mpaka 21. Mwanangu, ya nini kutekwa na mwanamke msherati? Ya nini kukumbatia kifuani mwanamke mgeni? Amen. Mwanaume unaonywa sasa. Unaambiwa kifuani mwako usikumbatie mwanamke mgeni. Ni kama kuna maandiko iko hapa juu. Sio kama angalia. Inasema waweza kuweka moto kifuani. Hii ni wa Mithali 6:27. Je, waweza kuweka moto kifuani na nguo zako zisiungue? Ni wanaume tunaulizwa. Hebu nianze hapo 6:25. Usitamani mwanamke huyo kwa uzuri wake. Huyo sasa ni yule tunasema msherati. Usimtamani kwa uzuri wake, wala usikubali kunazwa na kope za macho yake. Mtu poteza kipande cha mkate kwa huyo, lakini kwa mke wa mtu mwingine utapoteza uhai wako. Ni wangapi tushasikia wamekata vichwa huku? Si wengi sana? Wengine wasikia wamekatwa, hata sasa sijui nitasema aje. Yaani uume umeondolewa. Wakati nilikuwa kijana mdogo huku ni Makongeni nikiishi nikiwa kijana mdogo. Kuna pale ni kanisani pale Kenyatta Primary hapo juu. Kuna mwanaume aliingia kwa nyumba, mambo yakamwendea vibaya sana. Sifa ikaenea sifa mbaya. Kwa sababu naambiwa kwa mke wa mtu mwingine utapoteza uhai wako. Kwa sababu naulizwa, je, waweza kuweka moto kifuani na nguo zako zisiungue? Inawezekana kweli? Zitaungua. Je, waweza kukanyanga makaa ya moto na nyayo zako zisiungue? Ndivyo ilivyo mwanamume alalaye na mke wa mwenzake. Yeyote anayeguza mwanamke huyo hataacha kuadhibiwa. Hata Mungu mwenyewe anafanya nini? Anakuadhibu. Kwa sababu kwa nini unataka kuvunja ndoa ya mwenzako? Unajua naye kuna marafiki zingine wanataka kunyemelea ndoa za watu. Si kama mshajua mambo kama hayo. Sasa nini na wewe? Tukijiona njuguna, sasa tena anaanza kunyemelea mtu wake. Sasa hiyo ni maisha gani hiyo? Wanaume tuwe na heshima, si ndio? Sisi unajua mwanaume ndiye aliumbwa kwanza, si ndio? Kwa mfano wa Mungu. Sasa tusiaibishe Mungu wetu. Tuwe na heshima na tupende wake zetu. Tutapata baraka. Kwa sababu tunaambiwa tumfurahie mke wako uliyemuoa akiwa kijana. Furahishwa na mahaba, na tunaambiwa tufurahishwe na mahaba yake. Umezo na pendo lake. Unajua ukimezo na pendo la mkeo utakuwa kipofu, si ndio? Kwa sababu utaweza kuona huyo mwingine. Hapo mwisho nikimalizia tunasema lakini akipatikana lazima alipe mara 7. Tena atatoa mali yote aliyonayo. Mwanamume anayezini na mke wa mtu ana akili kabisa. Huyo ujiangamiza yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwa sababu tumekuwa tunaongea kuhusu wanawake wapumbavu, hata yule mwanamume tunasema ni mpumbavu. Kwa sababu huyo naambiwa hana akili. Kwa sababu ukiwa na akili utafanya mambo kama hayo kweli? Tuwe watu ambao wana akili, wana heshima, watu ambao wanajiheshimu, watu wanapenda wake zao na wako na heshima.
Kwa sababu hayo ndio yale maisha ambayo Mungu ametujalia ili tuishi maisha safi. Kuna maandiko mengine yako katika 1 Corinthians 7 1-5. Hiyo sasa hiyo utaenda jisomea hiyo. Nafikiri tunaielewa sana, si ndio? Hiyo utaenda 1 Corinthians 7:1-5, hiyo utaenda ujisomee. Nataka tuangalie 1 Peter 3:7. Tulisema upendo ufunika maovu tuwe umezo na pendo lake. Na tulisema kama ni kumuonya, muonye kwa heshima na kwa upendo, kwa maneno matamu na ataelewa. Sieni mtu mzima. Tuelewe ya kwamba kadhalika ni wanaume katika kuishi na wake zenu mnapaswa kutambua kwamba wao ni dhaifu na hivyo muwatendee kwa heshima. Hapo tusisahau wanaume. Kila wakati tuwatendee kwa heshima. Maana nao pia atakapokea pamoja nanyi zawadi ya uhai anaopenda Mungu. Hapo sala zenu hazitatiliwa kizuizi. Kwa hivyo inaonekana wakati hakuna ushirikiano kati ya mke na mume, hata sala zetu huwa zinawekewa nini? Kizuizi. Kwa sababu maandiko yanasema katika Mathayo 18 hapo nasema ikiwa wawili watapatana hapa duniani kuhusu jambo moja la maombi. Amen. Kama watapata, Mungu atawafanyia. Kwa hivyo inaonekana kama hawapatani, Mungu atafanya. Unajua maneno ya Mungu ni ya kweli na kuaminika. Tupatane daima, patana daima na mtu wako. Na tumesema ya kwamba tuelewe wao ni dhaifu na tuwatendee kwa heshima. Na kwa kufanya hivyo pia tutakuwa tumefanya yale ambayo inafaa. Nataka tuangalie katika Waefeso 5:33. Lakini yanahusu nyinyi pia. Lakini mume lazima ampende mke wake na kama nafsi yake mwenyewe, naye mke anapaswa kumstai mumewe. Kwa hivyo ni kumaanisha kila mtu ajue jukumu lake katika maisha haya ya ndoa. Ikiwa ni mke, amtii kwa roho yake yote na moyo wake, atii Bwana kama vile ambavyo anamtii Yashua. Naye mume ampende na kujitolea. Kwa sababu naambiwa kama vile Yashua alipojitolea kwa ajili ya kanisa, nasi pia wanaume tujitolee kwa ajili ya wake zetu na tuwatendee kwa heshima. Nataka tuangalie katika Wakolosai 3:18 and 19. Enyi wake watiini waume zenu kama kwani ndivyo apendavyo Bwana. Amen. Kutii wanawake, kutii waume zao ndivyo apendavyo Bwana. Amen. Haya ni mambo ama nikikanunisha ni kusema hivyo ndio kutimiza mapenzi ya Bwana. Amen. Kupenda, yaani kutii, mwanamke kutii mume wake ni kutimiza matakwa ya Bwana. Kwa hivyo ndivyo Mungu anavyopenda. Tunaambia kwamba enyi wake watiini waume zenu kwani ndivyo apendavyo Bwana. Hivyo ndivyo Mungu anapenda. Kwa hivyo kama huko unajua sasa ujue hata kutimiza mapenzi ya Mungu, kutii mume wako ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Na nikasema pale, haya sio maneno yetu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na yamekuja hapa ili tufunze ukweli. Ndio tujue. Nanyi wanaume wapendeni wake zenu na msiwe wakali kwao. Amen. Pia naye wanaume wanapewa onyo. Tunaambiwa tuwapende wake zetu lakini tusiwe wakali kwao. Kwa sababu naye ukiwa mkali, sasa mtashauriana aje? Unajua sasa ni kama mpanda ngazi na mshuka wasipopatana. Sasa unajua wasisalimiana, si ndio? Kwa sababu unajua ukiwa mkali sana, mke wako atashindwa kukaribia. Amen. Na sasa kila mtu ataanza kufanya mambo kivya. Ukiamka tu asubuhi wewe kivya unaona, kwa sababu sasa hakuna ushirikiano, hakuna kupatana. Tunaambiwa upatane na mtu wako. Na kama wanaume, kwa sababu wanaume naye pia wanataka kujifanya simba. Amen. Hapana, tuelewe hawa ni Mungu ametupea wakiwa zawadi. Mpende na umtendee kwa heshima. Ukimtendea kwa heshima utakuwa mkali. Na kama ni kumuonya tusema usimuonye ukiwa na hasira, si ndio?
Kwa sababu ukimwonya na hasira si mambo itaharibika. Mwenye kwa upole na kukuelewana. Na sio nani alikuwa anatuambia hata unaita bibi yako mnaenda kutembea kidogo. Amen. Mnaenda mnaongea hata kama unamnunulia kasoda na kakwini keki. Amen. Mnafurahia maisha, mnaongea mnaelewana. Nikisema soda na kakwini keki, si ati simaanishi hiyo. Amen. Sasa hapo wewe ni ufikirie. Amen. Hapo ni ufikirie. Yaani tunataka kusema tuwatendee mambo mema. Tuwapende, tuwaonyeshe upendo, si ndio? Nasi nao watuheshimu, watutii. Mambo yataenda vizuri. Mimi nataka babu ulisema nini ungesema tusijaribu nyumbani? Lakini sasa hii nasema let us try this at home. Kwa sababu wake watii waume zao, wanaume nao wapende wake zao. Mambo yetu yatatendea vizuri. Kwa hivyo na tukasema sasa tuwe na maneno mazuri. Kwa sababu tunasema maneno mazuri ni dawa ya moyo. Amen. Tuongeleshane kwa maneno mazuri. Nataka tuangalie Mhubiri 4:9. Mhubiri 4:9-12. Ni afadhali kuwa wawili kuliko mtu kuwa peke yake. Kwa sababu wawili watapata tuzo la kazi yao. Amen. Mungu akaona si vizuri huyu mwanamume kuwa peke yake. Akamwambia msaidizi. Hapo tunaambiwa ni afadhali kuwa wawili kuliko mtu kuwa peke yake, kwa sababu wawili watapata tuzo la kazi yao. Ikishatokea mmoja akaanguka, huyo mwenzake atamuinua. Lakini ole wake aliye peke yake akianguka. Amen. Kwa sababu tunaona ukiona mmoja na tukasema ukiona mmoja ameinama unamshikilia. Lakini mtu mmoja akianguka sasa ole wake. Nani atamsaidia? Na ndio tukasema katika maisha haya sasa ule alikuja akiwa msaidizi wa kufaa. Tuwe wasaidiani, ukiwa mke jua una jukumu. Na ni kutii na kusaidia mtu wako. Ndio maisha yakue sawa. Huyo hata kuwa na mtu wa kumuinua. Hali kadhalika wawili wakilala pamoja watapata joto. Amen. Wawili wakilala pamoja watapata nini? Joto. Unaambiwa lakini mtu akiwa peke yake atajipatiaje joto? Baridi itakukula. Amen. Ni afadhali wawili kuliko mmoja. Kwa sababu mmoja alionekana hawezi. Kidole kimoja akifunji nini? Chawa. Tuwe na umoja na ushirikiano. Tunaambiwa haji na hali kadhalika wawili wakilala pamoja wanapata joto. Lakini mtu peke yake ataweza kujipatia joto. Mtu akiwa peke yake aweza kushindwa na adui. Amen. Kwa sababu adui akikufahamia hakuna mtu wa kukushikilia. Si ndio? Lakini mkiwa wawili si mtasaidiana. Lakini wakiwa wawili watamkabili na kumshinda adui. Kamba 3 zikizokotwa pamoja asikatiki kwa urahisi. Amen. Kamba ngapi? 3. Hiyo inamaanisha ushirikiano, umoja. Ukiwa na umoja katika nyumba, mambo yenu hayataharibika. Hata shetani akija hatapata nafasi. Kwa sababu mmeshikana vizuri. Na kila mtu ameelewa na jukumu zake. Na ukisoma sasa pale Zaburi 133 tulikuwa tumesoma wakati mwingine. Ni jambo zuri na la kupendeza sana ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Amen. Ni jambo zuri. Ni jambo zuri sana na la kupendeza ndugu kuishi pamoja na kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri yatirikayo kichwani mpaka kwenye ndevu zake Haroni, mpaka upindoni mwa vazi lake shingoni. Ni kama umande wa mlima Hamoni waangukao juu ya vilima vya Sayuni. Huko Mwenyezi Mungu ameahidi kuwabariki watu wake, kuwapa uhai usio na mwisho. Ni vizuri tunamalizia hapo nikisema ni vizuri tujue ya kwamba tukishajua ukweli sasa utuweke huru. Tusirudi kuishi kama vile tulikuwa tunaishi hapo mbeleni. Neno la Mwenyezi Mungu limeandikwa kwa uongozi wake Mungu, na inafaa katika kufundisha ukweli, kuonya na kusahihisha makosa, ili mtu ambaye amemwamini Mungu aishi maisha ya adili, maisha ya kumpendeza Mungu. Ndio tuwe na tofauti kati ya wale ambao
wameshajua Mungu na wale ambao hawajamjua. Tusiishi tena kufuata mitindo ya ulimwengu huu ambao mengine yapokezi kutoka kwa mababu zetu, bali sasa tuwe na ufunuo jinsi tunastahili kuishi kama jamii, ama kama maisha ya mke na mume, maisha ya ndoa, maisha mapya. Bwana atubariki. Amen.